Bana, Diamond Platnumz kwa mwaka huu 2025 anazidi kuonekana kwamba ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa sana ukifuatilia zaidi katika sehemu mbalimbali. Basi kupitia tamasha la Afrodome Live ambako tamasha hilo basi litafanyika huko Paris, Diamond Platnumz anatajwa kwamba ni mmoja kati ya msanii ambaye atatumbuiza katika tamasha hilo. Lakini pia amejaribu kumwandika Diamond kama vile amefanikiwa kutoa nyimbo nyingi zilizopendwa ikiwemo Number 1 ambayo ilimshirikisha msanii wa Nigeria Davido. Diamond ameshinda tuzo nyingi katika Channel O na Hip Hop Music Award. Alitumbuiza kwenye onyesho la siku ya kufunga ya Big Brother Africa ambayo ilikuwa Big Brother ya 7 mnamo mwezi Mei 2012. Diamond anahesabiwa kuwa ni mtu mwenye ushawishi mkubwa sana miongoni mwa mashabiki wake na anachukuliwa kama msanii wa Kitanzania mwenye mafanikio anayependwa zaidi kwa sasa. Mnamo mwaka 2013 alitajwa kuwa ni msanii aliyekuwa na mauzo makubwa sana ya mito ya simu kupitia kampuni za mawasiliano. Pia alikuwa ni miongoni mwa wasanii wanaopata mapato makubwa sana katika tasnia ya muziki kwenye eneo la maziwa makuu ya Afrika. Lakini pia kwa wakati huu Diamond Platnumz alikuwa akisimamiwa na pamoja na meneja wake Babu Tale na Said Fela kutoka kwenye tasnia ya muziki wa Tanzania. Mnamo 2018 alizindua televisheni yake na redio yake mpya, hii iliitwa Wasafi nchini Tanzania. Je, vipi kuhusu Alikiba na wenzake wengi? Bana, basi tunazidi basi kuona kwamba Diamond Platnumz anazidi kuongelewa katika sehemu mbalimbali, lakini pia wanamgusia pia hata Alikiba kupitia haya ambayo wamekuwa wakiyafuatilia zaidi. Lakini pia anasema kwamba tuzo na nominee ambazo tuzo pamoja na nomination ambazo zimekuwa zikitokea tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2014, Diamond Platnumz aliweka rekodi mpya kwenye tasnia ya muziki award, Tanzania Music Award, ambako basi aliweza kushinda tuzo 7 ikiwemo msanii bora wa kiume, mtunzi bora wa nyimbo na mtumbuizaji bora wa mwaka wa kiume. Rekodi yake ya awali ilikuwa imeshikiliwa na msanii aliyeshinda tuzo 5 kwenye Tanzania Music Award mwaka 2011 ambako Diamond Platnumz hakushinda tuzo hata moja. Kabla ya mafanikio hayo, Diamond Platnumz alikuwa ameshinda tuzo 3 kwenye Tanzania Music Award. Hii inaonyesha kwa namna gani ambako katika tamasha hilo Diamond Platnumz wanamtem kama msanii ambaye anapaswa kufanya mambo makubwa sana kupitia hili. Lakini pia Oxlade ni mmoja kati ya mtu ambaye kwa sasa basi anategemewa pia kuwepo katika tarehe 8 Juni ya mwaka 2025 katika tamasha hilo ambalo basi Diamond Platnumz ataperform tarehe 7 Juni, hii ataperform tarehe 8 ya mwezi wa 6. Lakini pia bila kumsahau Libianka ni mmoja kati ya mtu ambaye atashare jukwaa moja pamoja na Diamond Platnumz siku ya tarehe 7 mwezi wa 6 hapo Paris la Villette ambako basi mastaa mbalimbali kutoka katika nchi mbalimbali watajumuika. Lakini pia tarehe 8 basi Inos B ataweza pia naye kutumbuiza. Lakini pia tarehe 8 hiyo basi kuna mmoja kati ya mtu ambaye anatoka katika nchi ya South Africa, huyo anamuita Kamumfela, ambaye basi ni mwanadada ambaye atatumbuiza na kufanya makubwa zaidi katika siku hiyo. Mimi nafikiri kwamba sitakuwa na kwa muda huu, na ndio rejea katika mitandao ya kijamii, na hii ni Harmonize News. Bye bye.